what your brothers and sisters say you are. Wewe utakuwa jinsi vile dada yako na ndugu yako wanasema. But when you believe what this word of God says, lakini unapoamini neno la Mungu jinsi linavyosema, you can be more than what your brother or sister says you are. Wewe utakuwa zaidi ya kile ambacho ndugu yako na dada yako wanasema kwamba wewe ni. Because the Bible says I can do all things through Christ who strengthens me. Kwa sababu Biblia inasema kwamba ninayaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. And that's what it means to have victory. Na sasa hiki ndio kile ambacho kinamaanishwa kwa kutaja neno ushindi. You have victory over small thinking. Wewe una ushindi kupita kufikiria ambako ni kwa chini. You have victory over natural limitations. Wewe una ushindi kuliko hata mipaka ya asili. See, because Jesus gave us victory over death, hell, and the grave. Ni kwa sababu Yesu Kristo alitupatia ushindi kupita mauti na hata kaburi. And because of the same Spirit that lived in Jesus Christ, na kwa sababu ya yule Roho ambaye anaishi ndani yako, yeye anaishi ndani yako, then you too can do the things that Jesus did. Na hata wewe unaweza fanya vitu ambavyo Yesu alifanya. Look at somebody next to you and say, you have the life of God. Hebu muangalie mtu aliye karibu nawe na umwambie kwamba wewe una uzima wa Mungu. This is an important thing to understand because a lot of us forget who we are in Christ Jesus. Hiki ni kitu cha muhimu sana kuweza kuelewa kwa sababu wengi wetu wanasahau sisi ni akina nani katika Kristo. And we go out and we just act just like everybody else. Na sasa tunaenda kule nje na tunaendelea kutenda matendo mengine yanayofanana na watu wengine. With the same fears, yani tukiwa na ile hofu, the same limitations, tukiwa na ile mipaka kama wao, the same small thinking. yani tukiwa na ile hali ya kufikiria ambapo ni kwa chini sana. Where we're wasting the life of God that is in us. Na sasa hapo tunatumia vibaya uzima wa Mungu ulioko ndani mwetu. You see, we are the hope of the world. Unaona sisi ndiyo tumaini la ulimwengu. I tell you the reason why I came this year to Africa. Nataka niwaambie sababu iliyonifanya mimi nikuje mwaka huu hapa Afrika is because last year the Holy Spirit told me ni kwa sababu mwaka jana Roho Mtakatifu aliniambia that the church was the only hope for Arusha. Ni kwamba Roho Mungu aliniambia kanisa ndilo tumaini la pekee hapa Arusha. Amen. We are the only ones that have the answers to the questions that need to be answered. Sisi ndio watu wa pekee ambao tuna majibu ya maswali ambayo yanahitaji kujibiwa. We are the only one with the solutions to the problems for Arusha. Sisi ndio watu wa pekee ambao tuna suluhisho la shida zilizoko Arusha. But we have to bring them out of the church and bring them out into the marketplace. Lakini sisi tunahitaji kuzitoa kanisani na kuzipeleka kule nje hata sokoni. We have to start living the life that God has put in us. Tunahitaji kuanza kuishi ule uzima na uhai ambao Mungu ameweka ndani mwetu. On Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Yani Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. We have to make a difference everywhere we go. Sisi tunahitaji kuleta utofauti mahali popote pale tuendako. Because we're not ordinary people. Ni kwa sababu sisi sio watu wa kawaida. We have the life of God in us. Sisi tuna uzima wa Mungu ndani mwetu. We can speak a word of encouragement to somebody. Yani tutaweza kutamka neno la kutia moyo kwa mtu. We can lay hands on the sick and pray for them and they can recover. Tunaweza weka mikono yetu kwa watu tuwaombee na hata wapate uponyaji. We can lead to somebody to everlasting life. Na hata tunaweza kuongoza mtu katika uzima ule wa milele. Because of the life of God that's in us. Ni kwa sababu ya uzima wa Mungu ulioko ndani mwetu. We don't want to waste that. Sisi hatutaki kutumia wakati huu vibaya. It's the most powerful force in the universe. Yani ni kitu cha kipekee ambacho ni cha nguvu sana katika ulimwengu. And it's called love. Na sasa huu ni upendo. God said that he loved the world so much. Mungu akasema au anasema kwamba yeye aliupenda ulimwengu sana. That he set part of himself down here to live with us. Yeye akaweza kujitoa sehemu yake na kuishi ulimwenguni pamoja nasi. To be treated badly. Yeye akaweza kuteswa sana. To be beaten and crucified on the cross. Akapigwa na hata kusulubishwa msalabani. So that we could have eternal life with him. Ili kwamba tuwe na uzima wa milele pamoja naye. And to restore the kingdom of God. Na tukaweze kurejesha ufalme wa Mungu. The
price that was paid for our life was very high. Gharama iliyolipwa kwa ajili ya maisha yetu ni ya juu sana. Very high. Ni ya juu mno. Turn to Philippians 2. Hebu enda katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2. This is the price that Jesus paid and why he is who he is in the universe. Sasa hii ndio gharama ambayo Yesu alilipa kipindi alipokuwa hapa ulimwenguni. We'll start in verse 1. Taanza katika mstari wa kwanza. Therefore, if there is any consolation in Christ, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, if any comfort of love, yakiwapo matulizo yoyote ya mapenzi, if any fellowship of the Spirit, ukiwapo ushirika wowote wa Roho, if any affection and mercy, ikiwapo huruma yoyote na rehema, fulfill my joy by being like-minded, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, having the same love, being of one accord and one